Kim Jong-un wa Korea Kaskazini amemwandikia barua Rais wa Urusi Vladimir Putin akisema anatarajia mustakabali mwema zaidi katika uhusiano na Urusi. Kiongozi huyo wa Korea Kaskazini amedai anatarajia mustakabali mwema zaidi katika uhusiano wa nchi yake na taifa la Urusi katika ujumbe kwa Rais wa Urusi Vladimir Putin. Vyombo vya habari vya serikali ya Korea Kaskazini vimeripoti leo Jumapili. Kim alitoa matazamio hayo akijibu ujumbe wa pongezi wa Rais Putin wa kuadhimisha mwaka wa 81 wa ukombozi wa Korea kutoka kwa utawala wa kikoloni wa Japan wa mwaka 1910 hadi mwaka 1945 kulingana na shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA. Siku zote najivunia kuweza kutarajia mustakabali mzuri zaidi wa uhusiano wa nchi hizi mbili. Pamoja na wewe, uhusiano wa Korea Kaskazini na Urusi ambao umeendeleza historia ya mapambano ya pamoja ya haki na mila ya thamani na urafiki, Kim alisema katika ujumbe huo. DPRK kwa maana Korea ya Kaskazini ama Jamhuri ya Watu wa Korea. Kim alionyesha imani yake thabiti kwamba Urusi itatimiza sababu takatifu ya kutetea mamlaka, masilahi ya usalama na uadilifu wa eneo la nchi hiyo ya Korea Kaskazini kupitia ujumbe uliobebwa na shirika la habari la KCNA, inaripoti shirika la habari la Yonhap. Ujumbe huo unakuja wakati nchi hizo mbili zikiwa na uhusiano wa karibu tangu zilipotia saini ushirikiano wa kimkakati wa kina wa mwaka 2024 ambao uliweka msingi wa uungaji mkono wa kijeshi wa Korea Kaskazini kwa Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Kiongozi mkuu wa Pyongyang Kim Jong-un alitembelea katika ukumbusho wa wanajeshi wa Sovieti waliopigana vita dhidi ya Japan wakati wa vita vya pili vya dunia mnamo Ijumaa ya wiki hii, ikiwa ni ziara yake ya 3 katika eneo hilo wakati wa siku ya ukombozi. Kim aliweka shada la maua lenye maneno haya: hatutasahau matendo ya mashahidi wa jeshi la Sovieti. Historia bora, mila na uhusiano wa damu kati ya DPRK kwa maana ya Korea Kaskazini na Urusi sasa hutumika kama msingi wenye nguvu isiyoweza kuondolewa ya uhusiano wa urafiki na ushirikiano wa nchi mbili, Kim alisema katika ujumbe kwa lugha ya Kiingereza. Aliongeza kuwa urafiki wao mkuu na umoja utaendelezwa mbele ya kizazi baada ya kizazi. Hata hivyo, Korea Kaskazini ni moja kati ya mataifa ambayo yalikuwa na uhusiano wa muda mrefu na Urusi. Ikumbukwe, Urusi pamoja na Uchina ni miongoni mwa nchi ambazo zilipambana katika kuhakikisha Korea Kaskazini inakuwa nchi huru wakati wa vita kati ya Korea Kaskazini na Korea ya Kusini. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.